Ziara ya 4 ya Benjamin Netanyahu ikulu ya White House tangu Rais Donald Trump aingie madarakani kwa muhula wa pili mwezi Januari imeibua msisimko mkubwa wa kidiplomasia. Pamoja na vita vya Gaza kuingia mwaka wa pili, macho yote sasa yameelekezwa Washington kuona iwapo makubaliano ya kusitisha mapigano yatatangazwa. Jumapili, Rais Trump kupitia ukurasa wake wa Trust Social alisema kuna nafasi halisi ya mafanikio makubwa katika Mashariki ya Kati, akisisitiza kuwa pande zote zipo tayari kwa makubaliano ya kipekee. Hata hivyo, alitangaza wazi sitairuhusu Israel kuimega na kuumeza ukingo wa Magharibi haitotokea. Mwezi Februari, Trump na Netanyahu walijadili mpango uliokuja kulaaniwa baadaye kuhusu ukanda wa Gaza, ambapo Marekani ingetwaa udhibiti wa eneo hilo. Netanyahu alionekana mwenye furaha kusimama pamoja na rais wa Marekani, huku serikali yake ya mlengo wa kulia ikishangaa wazo la kuwafukuza Palestina kutoka katika ardhi yao ya asili. Mwezi Aprili, Netanyahu alirejea tena White House kujadili Irani na ushuru wa kibiashara, lakini safari hiyo ilimalizika bila mafanikio baada ya kubainika kuwa Marekani ilikuwa tayari imeanza mazungumzo ya moja kwa moja na Irani kuhusu mkataba mpya wa nyuklia. Trump alisema, tunakubaliana Irani isiyokuwa na silaha za nyuklia. Hili linaweza kufikiwa kwa mkataba, na kama watachelewesha mazungumzo, basi chaguo la kijeshi litakuwa lazima. Pamoja na kauli hiyo ya Trump kupinga vita zaidi, Netanyahu aliendelea kupanua vita Gaza na kuchochea mzozo mpya dhidi ya Irani. Na hata baada ya Marekani kuunga mkono mashambulizi ya Israel dhidi ya Tehran, Trump aliamuru ndege za kivita za Israel zirudi mara tu tangazo la kusitishwa mapigano lilipotolewa, akisema hawajui wanachokifanya. Ziara yake ya 3 ikulu ilifanyika baada ya Marekani na Israel kushambulia Irani. Wakati huo, Netanyahu akawa na hatia ya kukamatwa na tuhuma za uhalifu wa kivita. Alimkabidhi Rais Trump barua ya kuteuliwa kwake kwa tuzo ya Nobel ya amani. Lakini Septemba, Netanyahu aliamuru shambulio la anga mjini Doha, Qatar, akiwalenga viongozi wa Hamas waliokuwa wakijadili pendekezo la Marekani la usitishwaji mapigano. Hatua hiyo isiyotarajiwa ililaaniwa vikali duniani kote. Hata hivyo, Netanyahu alisema hatofuta uwezekano wa kushambulia Doha tena. Trump alijibu kwa ukali, hataelekea Qatar, hatotuma mashambulizi huko. Vita vya Israel dhidi ya Gaza na mashambulio yaliyofuata katika ukanda mzima vimezidisha hali ya kutengwa kimataifa kwa Netanyahu. Sasa waziri mkuu huyo wa Israel atalazimika kutoa majibu kwa Marekani na kwa wananchi wake mwenyewe kuhusu lini vita hivi vitamalizika. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwaheri kwa sasa.